Habari yako mtabiri mkuu? Salama kabisa na karibuni tena katika mwendelezo wa vipindi vyetu. Uweze kutuambia mada kuhusiana na masuala ya kinyota, hususan utuambie habari ya kuhusiana na nyota ya ng'ombe. Ni nyota design gani? Ni nyota ambayo inafanya kazi kwa watu gani na ina namna gani ya kufanya kazi? Karibu sana. Asante sana. Ndio. Kama ninavyozungumzaga kila siku, na leo mmekuja mwataka nizungumzie kuhusu habari za nyota, na mnataka pia niwazungumzie nyota ya ng'ombe. Ndio ndio. Au sio jamani? Ndio. Au inaitwa Taurus. Taurus. Sawa jamani? Ndio. Sasa kama ninavyozungumzaga kila siku. Ndio ndio. Nyota ziko mara mbili. Ndio. Kuna nyota za kuzaliwa na kuna nyota za majina yetu. Unaelewa vizuri bana? Kwa hiyo sasa kama wataka nizungumzie nyota ya ng'ombe, ndio nitazungumzia katika mlolongo yote miwili, au sio jamani? Ndio. Sasa kwanza ijue nyota ya ng'ombe. Ndio. Watu wa nyota ya ng'ombe ni watu wa namna gani? Watu wa nyota ya ng'ombe ni watu waliozaliwa Aprili 21 mpaka Mei 20. Ndio. Yaani kama umezaliwa mwezi wa 4 tarehe 21 mpaka mwezi wa 5 tarehe 20, wewe ni muhusika wa nyota hiyo ya ng'ombe. Vile vile kama jina lako linaanza na herufi B, N au Z, pia wewe ujue ni muhusika wa nyota hiyo ya ng'ombe. Ndio ndio. Unaelewa vizuri bana? Ndio. Sasa hebu tuangalie nyota hii imetoka wapi? Ndio. Nyota hii bana imetoka katika sayari inayoitwa Zuhura. Ndio. Au Venus. Ndio. Na kutoka hapa duniani ndio ndio mpaka kuikuta sayari ya Venus pana maili milioni 7,000 ndio utaikuta sayari ya Venus. Milioni 7,000 maili. Basi ujue wewe ndio muhusika wa nyota hiyo, ndio sayari yako inaitwa Venus au Zuhura. Na watu hawa wana nyota ya ng'ombe wenyewe ndio ndio huwa ni watu wapole sana na ni watu wataratibu sana. Ndio. Ni watu mambo yao taratibu taratibu. Kwa sababu gani? Kwa sababu asili ya nyota hii ni udongo. Ndio ndio. Unaelewa vizuri bana? Ndio. Asili ya nyota hii ni udongo. Ni udongo. Kwa hiyo ni watu wapole. Unaelewa vizuri bana? Na ni watu wataratibu. Ila ni watu wenye akili za fedha. Ndio. Tuko sawa? Ndio. Ni watu wana akili sana za fedha, umeona? Na ni watu pia watunzaji fedha, sio wafujaji fedha. Hawa ni watu watunzaji sana fedha. Na ni watu pia vile vile watafutaji. Kipaji chao kikubwa ni biashara. Hawa ni watu wa biashara. Na hawa utawakuta hata katika mabenki, utawakuta sehemu za fedha, hawa ndio wanakaa. Utawakuta sehemu za hazina, utawakuta wahasibu, utawakuta TRA, hawa ndio kazi zao hizo. Ni kazi za fedha, ni watu wa fedha. Na ni watu watunzaji sana fedha. Lakini pia nyota ya ng'ombe ni nyota ya watu matajiri. Ukiwa una nyota hii basi ujue utajiri uko nje kwako. Tuko sawa hapo? Umeelewa vizuri? Nyota hii ya ng'ombe bana, siku yake ya bahati ni siku ya Ijumaa. Siku yake ya bahati ni siku ya Ijumaa. Ijumaa. Na mwezi wake mzuri wa kuanza mambo ni mwezi wa pili. Mwezi wa pili. Kwa hiyo anzeni mambo mwezi wa pili, mtafanikiwa. Na tarehe zao nzuri za mafanikio ni tarehe 2, 14 na 26. Tarehe 2, 14 na 26 ndio tarehe zao nzuri. Ukizifanya tarehe hizo afu uwe mwezi wa pili, hilo jambo lako litafanikiwa. Watu wenye nyota hii bana, kama tunavyosema asili yao ni udongo, ni wazalishaji. Ndio. Rangi yao ni kijani. Umeona hata rangi yao ni rangi ya kipato. Ni rangi ya kijani. Unaona vizuri? Madini yao yanaitwa greenite. Sawa bana? Kwa hiyo mtu mwenye nyota ya ng'ombe ukipata madini yao yanayoitwa greenite, alafu ukatengeneza pete, ukavaa katika moja ya kidole chako, basi ni ishara mambo yako yatakuwa mazuri kabisa na utakuwa huna matatizo na mtu na kila kitu chako kitakuwa kinakwenda vizuri kabisa. Watu hawa upande wao wa bahati ni upande wa kaskazini. Wakiomba, wakifanya mambo au wakitafuta vitu fulani au wakitoa maombi wakaleta hisia katika maoni yao, wao waangalie upande wa kaskazini. Hayo maoni yao yatakuwa na yatafanikiwa. Unaelewa vizuri bwana? Ndio. Tuko sawa? Lakini kama naudia tena, hao ni watu wapole, lakini ni watu wenye fedha na ni watu watiifu sana katika mambo ya kifedha, lakini pia ni watu waaminifu. Kama kuna swali napokea. Ndio bwana. Swali langu moja. Ndio. Je, mtu wa nyota ya ng'ombe anabidi amoe nani? Mtu wa design gani? Asante sana. Ndio. Mtu mwenye nyota ya ng'ombe anatakiwa aishi na mtu mwenye nyota ya nge. Kwa sababu ng'ombe ni pesa na nge ni askari. Yeye huyu mtu mwenye nyota ya ng'ombe huwa anahitaji ulinzi. Kwa hiyo ni lazima aoe au aolewe na mtu mwenye nyota ya nge. Umeelewa vizuri bana? Yaani namaanisha kama jina lako
linaanza na herufi B, N au Z, basi muoe mtu mwenye jina linaloanza na herufi H au T. Mambo yenu yatakwenda vizuri. Yaani kama wewe B, muoe T, mambo yenu yatakwenda vizuri kabisa na kila kitu chenu kitakwenda sawa kabisa. Kwa hiyo mtu mwenye nyota ya ng'ombe anaishi na mtu mwenye nyota ya nge, au anaoa au kuolewa na mtu mwenye nyota ya nge. Kama kuna swali napokea pia. Mtabiri mkuu Afrika. Ndio bwana. Mimi bwana nilikuwa nataka niulize swali. Ndiyo. Na afanye vitu gani, either afanye kazi gani mtu mwenye nyota ya ng'ombe? Mtu mwenye nyota ya ng'ombe kipaji chake ni biashara. Ndio. Kipaji chake ni biashara. Yeye akifanya biashara yoyote ile atafanikiwa sana. Na hasa akifanya biashara za chakula au za mifugo, mazao, duka, huyu mtu atafanikiwa sana, mtu mwenye nyota ya ng'ombe. Lakini biashara yote akifanya atafanikiwa kwa sababu yeye kazi yake ni biashara hapa duniani. Na watu wenye nyota ya ng'ombe hata wakifanya kazi katika sehemu za fedha, kwa mfano benki, mambo yatakuwa mazuri kabisa. Kwa mfano TRA, au sio, muhasibu, ndio shughuli zao. Na utawakuta hawa ndio magavana pia vile vile, watu wenye herufi B, wengi utakuta ndio magavana vile vile. Lakini pia watu wenye nyota ya ng'ombe pia ni matajiri. Ni matajiri wakubwa kabisa. Na hata ukiangalia watu wenye herufi B, T, ni watu matajiri kabisa. Unaelewa vizuri bwana? Kwa hiyo wana fedha hawa watu. Kipaji chao ni pesa. Lakini tu mambo yao mwajue kabisa hayawezi kukamilika sharti watoe kitu kwanza. Ndio. Yaani mtu mwenye nyota ya ng'ombe ndio hafanikiwi jambo sharti naye hilo jambo aligaramie kwanza. Ndio. Unaelewa vizuri? Kwa hiyo kila nyota ina mambo yake. Kwa hiyo kama wewe ni ng'ombe lazima utoe kitu kwanza ndio upate unachokitaka. Ndio upate unachokitaka. Kwa hiyo kazi zao hawa ni mambo ya kibiashara na mambo kama hayo niliyozungumza. Ndio bwana. Mtabiri. Ndio bwana. Swali langu jingine kwamba mtu mwenye nyota ya ng'ombe. Ndio. Sawa, ni vitu gani inabidi asifanye? Vitu ambavyo inabidi asifanye huyu mtu ni anatakiwa atumie vitu kwa akili, asikurupuke, na mara nyingi atumie utulivu, yani asifanye vitu viko kulupuka. Ndio. Na ng'ombe wenyewe automatic ndivyo walivyo tu. Ni watu hata kama ukitaka jambo fulani lazima walifikirie mara mbili. Kwanza ni wagumu kutekeleza mambo. Ndio. Yani mambo yao mpaka wafikirie sana. Umeona? Wafikirie sana ndio wanaweza kuyafanya mambo yao. Kwa hiyo vitu vya kuepuka mtu mwenye nyota ya ng'ombe ni mambo ya kukulupuka. Aachane na mambo ya kukulupuka atafeli. Lakini akitulia vizuri, hata akipata jambo alisikilize na atulie vizuri, alifanyia utafiti wa kina. Baadaye ndio atapata jibu kamili. Asikulupuke. Huyu mtu atakiwa kukulupuka kabisa, atafeli. Ndio bwana. Kwa mtabiri mkuu mimi nimeshakuelewa vizuri, labda kwa anayekutazama labda akiwa na swali anaweza kukuuliza kwa kupigia simu au kucomment hapo. Mimi nimeshakuelewa na watu wanakutazama pia wameshakuelewa. Ndio. Basi karibuni sana. Bado naendelea kuchambua mambo ya kinyota, au sio bana? Lakini pia kama mna mada nyingine mnaweza mkaniletea na tunaweza tukaifafanua zaidi. Lakini mtu mwenye nyota ya ng'ombe afate hivyo nilivyokuambia. Madini yake ni granite. Atafute madini ya granite, atengeneze pete, avae katika vidole vyake, atafanikiwa katika maisha yake. Kazi zake za kufanya ni kazi za biashara. Akifanya kazi za biashara huyu atafanikiwa kabisa, na akifanya hata mambo ya benki, TRA, muhasibu, ndio mambo yao hayo. Kwa hiyo watafanikiwa katika maisha yao. Lakini kwa leo naishia hapo. Njooni siku nyingine nitamifafanulia zaidi na zaidi. Asanteni sana na karibuni sana siku nyingine.